tarehe 8 mwezi wa 3 tulifanikiwa au Mungu alitupa fursa ya kupata ugeni ambao ni ugeni mkubwa ambao ni wa kihistoria wa siku ya wanawake duniani. Na sisi kama watu wa mkoa wa Mara kwa ujumla tuliupokea jamani? Ndio. Na utayari wetu ulikuwa umelenga mambo mengi. Kwanza tulikubali kama chama mkoa kupokea ugeni wa wanawake kwa sababu tuliona kwamba ugeni ule unatuletea zaidi ya watu 6,000 au 8,000 kwa kadirio la chini. Kadirio la juu tulipaswa kupata watu zaidi ya 10,000 kwenye mkoa wa Mara. Kwa sisi kama chama mkoa tukaona kwamba watu 10,000 wakija mkoani kwetu na ni siku ya wanawake duniani, hawatakuja kwa ajili ya faida ya Chadema. Tunatambua mkoa wetu wa Mara kuna mtu Ruvuma au kuna mtu Nachingwea au kuna mtu Mbeya au kuna mtu awaye yote Tanganyika kule wilaya ya Tanganyika hata Tunduma. Lakini sisi tukasema fursa namba moja tutakaopata, watu watafika Mara, wataona ukarimu wa watu wa mkoa wa Mara. Namba moja kabisa. Namba mbili, tukaona watu watakuja Mara, wataona mshikamano wa watu wa mkoa wa Mara. Na jingine ambalo pia ni la muhimu tuliloona ni kwamba watu watakuja Mara, vivutio ambavyo pengine Mungu alitupatia ambavyo watu wengine wanavifikiria ni vya kawaida, tutapata fursa kama mkoa, kama wakazi. Tuelewane kwamba nje ya masuala ya kisiasa, sisi kama chama na hili baraza tulichoangalia ni mawanda mapana ya faida ya jamii ya Watanzania. Tulichoona ni tamko la kwenye mtandao la RPC wetu. Kwa masikitiko makubwa, hilo tamko likaja na hasara nyingi. Vizuizi vikawekwa barabarani kana kwamba unaenda sijui kwenye jimbo gani la mapigano ya wenyewe kwa wenyewe. Vizuizi. Barabara ya Tarime Sirari, vizuizi. Barabara ya Bunda Mwanza, vizuizi. Barabara ya Msoma Serengeti Kiagata, vizuizi. Barabara sijui yoyote inayoingia mkoani, polisi wetu wakaenda wakawekewa kambi kule, vihema, kapigwa na baridi, wengine wakaumwa na umbu, hata wengine nafikiri wanaumwa huko barabarani huko. Mabunduki yale makubwa yakatolewa huko, yakapelekwa huko. Tafikiria nchi imevamiwa. Kisa na mkasa, wanawake wanakuja wapi? Msoma. Sikitiko kubwa la kwanza tuliloliona, ambalo sisi kama viongozi tunaamini tulipaswa, mimi mwenyekiti wa mkoa niko hapa, tulipaswa kuitwa. Mheshimiwa, tunasikia mna siku ya wanawake, ndio. Na sisi kama tunavyosema, hatufanyiji mambo tunayojua ni makosa. Sisi tunaamini, sisi mpaka leo na hawa watu walioko nyuma yangu wanaamini hiyo kesi inayoitwa ya Said Issa ni kesi ya mtu binafsi, ni kesi yake mwenyewe. Chadema Zanzibar ilishaikataa, viongozi wetu wa Chadema Zanzibar, makamu mwenyekiti taifa alishaikataa, msemaji wa chama Zanzibar alishaikataa, wana Chadema Zanzibar hawaitaki, na miongoni mwa aliyepigwa Msoma ni mwenyekiti wetu wa Bawacha taifa, mheshimiwa nani? Sharifa, ambaye ni wa wapi? Wa Zanzibar. Kwa hiyo ile ni kesi ya mfukoni. Uongo kweli ndugu zangu? Ya mfukoni. Ilikuwa ni siku ya wanawake. History imeitambua hii siku kabla hata ya uhuru wa Tanzania. Na kuna watu wali struggle duniani, siku ya wanawake ikatambulika. Wewe mtu mmoja tu from nowhere unataka ubani hii siku. Tunasikitika na tunalaani sana hili tukio. Na tunawataka jeshi la polisi, mnapopewa maagizo na watu ambao wameshindwa kufanya siasa, watu ambao wanaamini siasa ni kupiga watu wa Chadema, tunawaambia fikirieni mara mbili.
Ibrahimu alipoambiwa aende na Isaka kumtoa kafara, ukweli unasema wakati anaenda alikuwa anafikiria. Ndio sababu Mungu alimpa mwana kondoo kama mbadala. Na ninyi fikirieni, mnapoambiwa kapige Chadema, polisi wetu tatizo mlilo nalo, ukiambiwa piga Chadema huulizi amekosa nini. Wewe unasemaga nipige namna gani? Nivunje vunje? Yaani polisi tunatamani ukiambiwa kapige Chadema uulize kuna tatizo gani? Au wamefanya kikao, kwani chama chao hakitambuliki kisheria? Chadema ina vikao vya Chadema Family ambavyo wakati mwingine vinajadili mtu amefiwa. Ina vikao mtu anataka kwenda shule, sisi tunakaa wenyewe tunajadili. Wakati mwingine mtakuja kupiga mtu ambaye angekuwa IGP wa kesho. Watoto wanakuwa wana visasi. Watoto walioona mama zao wamepigwa pale, kesho mtoto anapoingia jeshi la polisi anawafikiriaje? Kwa hiyo mlileta hasara.